Naam, wana ukoo Mwafrika swali kubwa miongoni mwa maswali mengi ambayo watu tumekuwa tukijiuliza, hususan wa Afrika tumekuwa tukijiuliza, lakini na wazungu pia wamekuwa wakijiuliza, Ibrahim Traore ni nani? Ni binadamu wa kawaida, ni Mwafrika wa kawaida, ni malaika, ni nabii, ni mtume aliyetumwa na Mungu kwa kizazi hiki, au Ibrahim Traore ni nani? Ukizingatia umri wake na utendaji kazi wake ni vitu viwili tofauti kabisa, kwa sababu hatujazoea kuyaona haya Afrika kwa umri wa Ibrahim Traore kuendelea kufanya mambo makubwa ambayo anaendelea kuyafanya. Kwa sababu katika umri wa Ibrahim Traore, wengi wa umri wake na wengine zaidi, wengi wanafanya kazi ya uchawa, na sio kazi ambayo anaifanya Ibrahim Traore. Na ili nataka uweze kulielewa, kwa sababu mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyaripoti hapa, mambo mengi, taarifa nyingi ambazo tumekuwa tukikuletea hapa zinazomhusu mwamba Ibrahim Traore, basi unakuja kugundua huyu siye binadamu wa kawaida. Kwa sababu angekuwa tu ni binadamu wa kawaida na akili ya kawaida, ingekuwa ni ngumu sana kufanya anayoyafanya. Lakini leo basi twende tujaribu kuangalia kati ya mambo anayoyafanya ni kuwa ndani ya taifa la Burkina Faso kwa sasa wazee hawalipi kodi, hawalipi umeme wala maji, bili za maji wala umeme kwao ni bure. Ili limewezekanaje? Au jambo hili limewezekana namna gani? Ili hali katika mataifa mengine, mpaka mataifa haya, mataifa ya Ulaya, Marekani, bado watu wanalipa bili za maji, wanalipa bili za umeme. Kwa kweli ili tunampongeza sana mwamba Ibrahim Traore. Ili ni kama ambalo aliwahi kulifanya Colonel Muammar Gaddafi wakati wa uhai wake pia, na yeye wazee kuanzia miaka 60 walikuwa wanapewa pesa kama kiinua mgongo. Hata iwe ulifanya kazi, iwe haukufanya kazi, kama mafao yako yalikuwepo utapewa mafao yako, lakini bado kuna kiasi ambacho wazee wale walikuwa wanapewa. Sasa haya ndio mambo ambayo pia mwamba Ibrahim Traore anayafanya ndani ya taifa la Burkina Faso, kwa sababu tunakumbuka aliwahi kuongea akasema, tunawahitaji sana wazee kutuongoza njia wapi tunatakiwa tuende, lakini na vijana pia tunahitajika sana, kwa sababu vijana ndio nguvu ya taifa. Kwa sababu kijana anaweza kaenda speed, akaenda huku, akatoka huku, akaenda huku, lakini mzee yeye yuko pale kwa ajili ya kukuongozeni. Wazee wanajua, umeona, wana experience. Kuna mithali moja ya Kinigeria wanaipenda sana, inasema mzee akiwa amekaa chini, kitu anachokiona kijana hata apande mlima Kilimanjaro hawezi kuona. Kwa nini? Kwa maana kuwa wazee wana experience. That is why tunawahitaji wazee wawepo kutuguide, tunawahitaji wazee wawepo kutuongoza. Lakini vijana pia tunahitajika sana tu, kwa sababu vijana tuna nguvu. Vijana tunaweza kukimbia huku na huku, kama Biblia inavyosema kuwa vijana wana nguvu. Manake vijana ndio nguvu ya taifa, lakini wazee ni dira ya taifa, kutuongoza kuwa tunatakiwa tuende namna gani. Sasa haya ndio yaliyotokea hapo ndani ya taifa la Burkina Faso. Wakati mataifa mengine wazee wakihangaika huku na huku wakiwa wanalia kwa sababu hawajapewa mafao yao ambayo wamefanya kazi, kitu ambacho ni haki yao. Lakini Ibrahim Traore yeye sio tu mafao ya wazee ambao walikuwa ni wafanya kazi, no, ameweka sasa utaratibu wa wazee kwanza, amewaondolea hili swala la kulipa bili za maji na bili za umeme. Manake tutakoenda ataendekea awe kama Colonel Muammar Gaddafi, kwanza kuwalipa wazee mshahara. Maana mzee akifikisha umri wa miaka 60, mzee huyu nguvu zimeanza kumpungua, lakini anatakiwa aishi vizuri. Wazee wengi wanahangaika kwa sababu nakuta huku nyuma mambo hayakukaa sawa. Tunaweza tukalaumu alikuwa anafanya nini? No, kumbuka mifumo pia ya ajira huko Afrika tofauti na wazee wengine katika mataifa mengine. Watu wasemaga, unaona wazee kule Ulaya, unaona wazee kule Marekani wamejiwekeza. Sio wazee wote wamejiwekeza, lakini pia basi angalau wenzetu walikuwa na mifumo mizuri at least kwao katika mataifa haya ambayo ni mataifa ya Ulaya na Marekani. Tunakumbuka mwaka 2007 ili shirika la Human Rights Watch walitoa takwimu kuwa wananchi wa Libya
wana maisha mazuri, wanaishi maisha mazuri sana kuliko nchi 14 za bara la Ulaya. Kwa sababu Libya palikuwa na Gaddafi, ambaye Gaddafi huyu tunaona hasa roho yake iko ndani ya mwamba Ibrahim Traore. Kwa hiyo hawa Human Rights Watch walitoa yani walifanya utafiti na wakatoa hizo takwimu kuwa wananchi wa Libya wameonekana wana maisha mazuri zaidi kuliko nchi 14 za bara la Ulaya, kuliko raia wa nchi 14 za bara la Ulaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukumbuke Gaddafi alichokuwa anakifanya, kwa sababu shule ilikuwa ni bure kuanzia awali mpaka elimu ya juu kabisa. Tunakumbuka matibabu yalikuwa ni bure. Tunakumbuka umeme ulikuwa bure. Maji yalikuwa ni bure. Serikali ndio inagharamia, maana ni matengenezo madogo madogo. Lakini leo unapoona kuna serikali nyingi za Kiafrika ambazo sasa haya mambo sio bure, lazima watu waweze kulipa, na wanalipa ghali kweli kweli. Unaambiwa hapa lazima, kwa sababu ndio mapato ya nini ya taifa, lazima tupatie hapa. Lakini hasa unakaa unajiuliza rasilimali zingine ziko wapi? Kwani Ibrahim Traore alichokifanya mpaka amefanya hivi ni nini? Kumbuka tunapoongea kuwa wazee kuanzia miaka 60 hawalipi bili za maji wala umeme, ni bure wanatumia. Kumbuka juzi nimekuambia kuwa Ibrahim Traore ameamua kulipa wanavyuo wasomi, ameamua kuwalipa. Yani mtu anapokuwa chuoni mpaka atakapomaliza, mpaka atakapopata kazi, na uhakika wa kazi upo kwa sababu mwamba ametengeneza fursa nyingi za kazi. Ndio maana ameunda viwanda vingi. Ndugu zangu, ni tusidanganyane, bila viwanda ajira utazitoa wapi? Bila kuweka viwanda. Lakini lazima uweke viwanda na uweke na mazingira mazuri, kwa sababu kama unajua tuna wakulima, kama unajua tuna wafugaji, lazima uweke viwanda ambavyo viwanda hivi vingine vitakuwa ni viwanda vya nyama, vingine vitakuwa ni viwanda vya kutengeneza siagi, maana siagi inahitaji nini? Inahitaji maziwa. Samahani kidogo, ni masuala ya umeme tu haya. Kwa hiyo lakini nafikiri mnaniona vizuri na Uafrika wangu, lakini bado tunaendelea. Utarudi sasa hivi tu. Kwa hiyo sasa maana yake lazima ufanye hivyo ili kutengeneza fursa za ajira kwa wakulima, kutengeneza fursa za ajira kwa wafugaji, na kutengeneza pia fursa za ajira kwa wasomi ambao wamesoma, ili waende wakapate kazi mahali ambako wanatakiwa wapate kazi. Kwa hiyo ndio maana sasa unaona hapa mwamba Ibrahim Traore ameamua kuwa na kibongo ni shilingi 500 kwa kila mwanachuo. Sasa hivi vyote anaweza kuvifanya, pesa anazitoa wapi? Kumbuka wakati huu tunakuambia alikata uhusiano na IMF. Aliwaambia IMF hatutaki pesa zenu, na baada ya kuambia IMF pesa zenu hazitakiwi hapa, matokeo yake ni kuwa akafutilia mbali deni la taifa. Taifa la Burkina Faso kwa sasa halidaiwi. Taifa la Burkina Faso kwa sasa ni huru kabisa, halidaiwi na mtu yeyote. Alafu anakuja kuyafanya haya yote ikiwa hana mkopo wowote wa aina yoyote kutoka kwenye taifa lolote lile. Ndio maana sasa tunasema kuwa, je, huyu mwamba hizi pesa anazitoa wapi? Hizi pesa kwa sababu kwanza ni usimamizi mzuri wa pesa za umma. Kwa sababu pale huli ovyo ovyo pesa ya umma. Ukila ovyo ovyo pesa ya umma, na kuna mahakama kabisa ambapo wameanzisha mahakama ya ufisadi ndani ya taifa la Burkina Faso. Ndio maana unaona mwamba amepiga hatua kiasi hicho, na kuna watu tayari walihukumiwa kwa sababu wametumia vibaya pesa za umma. Hivyo ndivyo tunaweza tukaenda kwa namna hiyo. Lakini ukiachilia mbali hilo, rasilimali za Burkina Faso zimeshikiliwa na serikali ya Burkina Faso chini ya Captain Ibrahim Traore. Hajaacha watu waweke, yani watu waje wachukue tu, na ndio maana unaona alivunja mahusiano na haya mataifa na makampuni haya kutoka nje ya bara la Afrika. Makampuni haya kavunja kabisa mahusiano nao, na baada ya kuvunja mahusiano nao basi ile migodi, rasilimali zote zikawa chini ya usimamizi wa serikali. Ndio maana wakaanzisha pale na hii benki inaitwa Deposit Treasury Bank, ambayo sasa wameanzisha hapo katika taifa la Burkina Faso, kwa sababu kulikuwa hamna benki pale. Kwa hiyo usimamizi huu wa rasilimali hizi ndani ya taifa la Burkina Faso, lakini pamoja pia na usimamizi mzuri wa pesa za umma, ndio unaofanya haya mambo yote yanawezekanika na yanaweza kufanyika. Sasa je, mataifa mengine ya Afrika yanajifunza nini? Wakati mwenzetu pale wazee kuanzia umri wa miaka 60 yani bili za maji ni bure.
hawalipi bili za maji wala umeme. Umeme ni bure, maji ni bure. Sasa je, mataifa mengine yanajifunza nini katika hili ambalo mwamba Ibrahim Traore amelifanya? Yanajifunza nini mataifa mengine ya Kiafrika? Ni mambo yanawezekana kwa sababu Colonel Muammar Gaddafi aliyaweza haya, na Ibrahim Traore pia ameamua kuyaweza pia. Kumbuka naye Colonel Muammar Gaddafi alipochukuaga nchi ya Libya ilikuwa mikononi mwa wakoloni, na wakoloni hao walikuwa sio wengine, ni hawa wa Faransa na makampuni yao, na pale kulikuwa na kampuni pia la Uingereza BP, British Petroleum, ndio kirefu cha BP, British Petroleum. Walikuwepo, wako pale, wanachimba mafuta, wana mikataba, lakini mikataba hewa, mikataba ya hovyo. Kwenye mikataba pale wanasema watalipa 21% kwa taifa la Libya, lakini hiyo ni ya kwenye makaratasi. Alipoingia Gaddafi akaanza kuvunjilia mbali hiyo mikataba, wakamshtaki, wakasema huyu amevunja mikataba, akapigwa faini. Na Gaddafi akawaambia wananchi wa Libya, msiogope, ni bora tulipe hii faini hata kwa miaka 5, baada ya hapo tuwe huru, tuendeshe mambo yetu wenyewe. Kweli walipolipa, ndio baadaye sasa haya makampuni yakaanza kulipa 51% ya ukweli, sio 51% ya makaratasi, 51% ya ukweli, wakaanza kuilipa serikali ya Libya. Kuanzia hapo Gaddafi akaanza sasa kuwapa pesa wazee, pesa ya kujikimu, yani mzee yote kila mwezi ana pesa. Baadaye ndio hiyo raia wote wakawa wanapewa mshahara kutokana na rasilimali zinazouzwa ndani ya taifa hili, taifa la Libya. Ndio maana unaona Gaddafi alifanya mambo makubwa sana, mambo ambayo kijana Ibrahim Traore, kijana mwenye umri wa miaka 36, 37, ameyaiga kutoka kwa wazee wetu. Na ndio maana juzi hapa akasema kuwa watu wanasema, hivi utaishia kufa kama Gaddafi au kufa kama Thomas Isidore Noel Sankara. Yeye akasema I'm proud of, yani kama nikifa kwa ajili ya watu wangu, hilo ni jambo ninalojivunia kuliko nife kwa ajili ya vitu vingine vya ajabu ajabu. Kwa najivunia jambo la namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, ndio haya sasa ambayo nawaambia kuwa tayari pale mwamba Ibrahim Traore kitu alichokifanya, una mambo nayo yafanya, ndio haya sasa. Ameanza na wazee hao. Kwanza alianza na wanachuo, kama mnakumbuka niliwaambia hivyo. Ameanza kuwalipa pesa kila mwanachuo kila mwezi 500 mpaka hapo watakapopata kazi. Lakini amekuja tena upande wa wazee, hamna kulipa bili za maji wala umeme, ni free kwa wazee, kwa sababu ni wazee wetu hawa, wametuzaa, wametulea, wametuongoza mpaka tulipofika hapa tulipofika. Ni wazee wetu, wanastahili kula vizuri, kama vile ambavyo mtu mmoja anaweza kaendelea kumwangalia baba yake na kumtunza au mama yake katika umri fulani. Sasa yeye Ibrahim Traore ameamua kuwatunza wazee wote wa Burkina Faso. Hili ni jambo ambalo lingefaa kabisa kuigwa na Afrika nzima, na viongozi wa Afrika tungejifunza kutokea kwa huyu kijana. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunawashukuru kuendelea kutufuatilia. Asanteni kwa support zenu, kwa sababu mnapoangalia video zetu, mnapo like, mnapo share, kusubscribe, basi kwa namna hiyo mnakuwa mnatusupport. Mwenyezi Mungu awabariki sana sana. Asanteni.